Toka kwanza kwa Waislamu wameamini na kuaminishwa kwamba maneno yaliyoko katika kitabu kinachofahamika kama Qur'an ni maneno ya Mungu ajulikanaye kama Allah katika Qur'ani, na kwamba hii Qur'ani ilikuwepo toka milele, kwamba hili ni neno la Allah mwenyewe na Allah anazungumza kwa kupitia hii Qur'ani. Kwa maana hiyo unachokisoma katika Qur'ani ni kauli ya Allah. Allah anafunua mambo kadha kuhusu wanadamu na kuhusu huyu nabii wake anajulikana kama Muhammad. Lakini tunaposoma Qur'ani tunagundua, kama nilivyosema huko nyuma katika sehemu yangu ya kwanza, huyu Allah si Mungu. Na mambo mengine tunagundua kwamba mwandishi wa Qur'ani anajichanganya sana na anafichua wazi kabisa kwamba huyu Allah hawezi kuwa Mungu. Na kuna uwezekano mkubwa, na mimi binafsi ndivyo imani yangu, kwamba Allah ni mkusanyiko wa miungu ndani yake ambao ina kazi tofauti tofauti. Ndani mwake kuna miungu ambayo inaumba, au kuna Mungu katika hili kusanyiko la miungu katika jina la Allah anayeumba, na kuna wale wengine wana mambo mengine tofauti tofauti. Kwa mfano hii utalithibitisha kwa kuisoma sura ya 92 ya kwenye Qur'ani. Tunapoanza aya ya kwanza mpaka ya 3, lakini tutaenda kuendelea mpaka aya ya 10, lakini msisitizo mkubwa ni hii sura ya kwanza ya 92 aya ya kwanza mpaka ya 3. Tunaona namna Allah anavyoapa, kisha tutaenda kulinganisha na Mungu tunayemwamini sisi wa Kristo anajitambulisha kwa jina la Yahweh katika Biblia takatifu, tuone viapo vyao vikoje. Sasa kabla ya kwenda mbali, tutambue kwanza, tujue kiapo ni nini. Kiapo ni ahadi rasmi kuhusu kitendo cha siku zijazo au ukweli wa kauli, ambapo mwapaji huomba kitu au nafsi anayoiona kuwa ni takatifu juu yake kama shahidi au dhamana ya kile anachokisema au kile kitendo ambacho anataka kukifanya cha siku za mbele. Hii ndio maana ya kiapo, kwamba mtu anayeapa au nafsi inayoapa inaapa juu, inaweka hii kiapo kwa nafsi au kitu ambacho ni kitakatifu na chenye mamlaka zaidi yake. Tukasome sura ya 92 kama nilivyokuambia, aya ya kwanza mpaka ya 3. Tunamsikia Allah anasema hivi: naapa kwa usiku ufunikapo na kwa mchana uangazapo, na kwa aliyeumba kiumbe na kike. Haya ni maneno ya Allah, anasema naapa kwa usiku ufunikapo na kwa mchana uangazapo, na kwa aliyeumba kiume na kike. Kwamba huyu Allah anaapa kwa nafsi nyingine ambayo hii ndio iliyoumba kiume na kike. Yeye huyu Allah hajaumba hivi vya kike na vya kiume, ndio maana anaapa kwa yule ambaye ndio aliyeumba, kwamba huyu Allah anayezungumza hapa yeye hakuumba. Sasa hiki ni kiapo, na ahadi yake inapatikana, ahadi yake anayoizungumza hapa katika hichi kiapo chake inapatikana katika aya ya 4 mpaka ya 10. Nitakusomea. Anasema, kwa kuwa amali zenu ni mbali mbali, yule anayetoa na kumcha Mwenyezi Mungu na kusadiki jambo jema tutamsahilishia njia ya kwenda peponi. Kwamba huyu wala anasema yule ambaye anafanya mambo mema na kumcha Mungu, basi tutamsahilishia njia ya kwenda peponi, kwamba huyu atapewa njia ya kuifikia pepo. Kundi la pili analizungumza, ambao ndio ahadi anaiweka hapa Allah, kwamba na afanyaye ubakhili asiwe na haja ya viumbe wenzake na akakabidhisha mambo mema, tutamsahilishia njia ya kuendea motoni. Kama nilivyosema pale mwanzo, Allah ni mkusanyiko wa miungu. Unaona hapa mwanzoni anazungumza katika umoja, anasema naapa kwa, hasemi tunaapa kwa, lakini anapofika mbele anazungumzia hizi ahadi katika umoja. Japo Waislamu wanazungumzia kuhusu kitu kinaitwa majestic plural, nitatengeneza video tofauti, ni kwamba swala la majestic plural halilindi hii swala la umoja katika vitenzi vya Allah. Allah anatumia vitenzi vya wingi. Kwa mfano kama tunavyoona katika aya ya 7, tutamsahilishia, kwamba anazungumza kwa wingi, na aya ya 10 inasema tutamsahilishia, narudia. Kwa hiyo tunachokiona hapa kwamba huyu Allah anaapa kwa nafsi nyingine ambayo anasema kwa aliyeumba kiume na kike. Tuna mambo kadhaa hapa. Jambo la kwanza tunaliona ni kwamba hadhi ya Allah huyu ni ya chini kuliko usiku na mchana, kwa sababu anaapa kwa usiku na anaapa kwa mchana. Kwa maana hiyo mchana na usiku una hadhi ya juu kuliko Allah. Lakini pia
tunaona yeye mwenyewe anakiri kwamba yeye si muumbaji, kusema anasema na apa kwa aliyeumba kiume na kike, kwamba yeye huyu Allah sio alivyoumba hivi, ni mwingine ambaye ameumba, kwamba kuna muumbaji aliyeumba hivi. Sasa nataka nikulinganishie na namna gani Mungu anayejidhihirisha katika Biblia takatifu Yahwe anavyofanya kiapo chake. Tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura 22 aya 16 mpaka ya 17. Sura 22 Mwanzo 16 mpaka 17. Tunaona namna gani Mungu wa kweli Yahwe anafanya kiapo chake. Anasema hivi, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala kunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Hapa ni Mungu Yahwe anapoapa kwa Abrahamu kwamba atamzidishia uzao, ndio ahadi anaweka. Lakini anapofanya kiapo haapi kwa nafsi nyingine au kitu kingine chochote, bali anasema nimeapa kwa nafsi yangu, kwa sababu hana mwingine aliyeko juu yake katika mamlaka, uweza au utakatifu kwa namna. Ndio maana anaapa juu ya nafsi yake mwenyewe huyu Yahwe. Na tunapoenda kusoma katika kitabu cha waraka wa Ibrania, tunaenda kusoma katika waraka wa Ibrania. Kabla ya hapo labda nisome kwanza Isaya. Tunaona pia namna gani Isaya anazungumzia kiapo. Isaya sura 45 mstari wa 23 anasema hivi, kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Kwamba hapa Yahwe anaapa kwa nafsi yake kwamba kila goti mbele zake litapigwa na kila ulimi utaapa. Lakini muhimu sana ni hii neno ya kwanza, kwa nafsi yangu nimeapa. Mungu wa kweli Yahwe hana aliye juu yake, hana. Na ndio maana anapofanya kiapo chake anaapa juu ya nafsi yake mwenyewe. Tukasome maneno ya Mtume Paulo katika barua yake ya waraka wake kwa Waebrania sura ya 6 mstari wa 13 mpaka 14. Paulo anaelezea kwa usahihi kabisa kwa nini huyu Yahwe anaapa kwa nafsi yake. Anasema hivi, sura ile ya 6 ya waraka wa Waebrania mstari wa 13 mpaka 14. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki, na kuongeza nitakuongeza. Na kwa hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Paulo anatufafanulia kwa usahihi kabisa kwamba Mungu anaapa kwa nafsi yake kwa sababu hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapia. Kiapo huwa kinawekwa kwa mdhamana wa kiapo siku zote ni yule aliyekuwa juu ya yule ambaye anatoa hichi kiapo. Mungu anapoweka kiapo anaapa juu ya nafsi yake mwenyewe, kwa sababu hana mwingine yoyote. Lakini tunamuona Allah kama nilivyokuambia, hii sura ya 92 mstari wa aya ya 1 mpaka ya 3, kama nilivyokuambia tena, anasema naapa kwa usiku ufunikapo na kwa mchana uangazapo, na kwa aliumba kiume na kike. Kwamba huyu Allah amezidiwa hata ukuu na usiku na mchana. Hali kadhalika anaapa kwa yule aliyeumba kiume na kike. Haya ni maneno mwenyewe Allah anayasema, na mwenyewe Allah anathibitisha kwamba yeye si Mungu, na kwamba si aliyeumba, na kwamba hadhi yake ni ya chini kuliko usiku na mchana. Ndugu yangu Muislamu unaangalia video hii, wito wangu tu kama siku nikwambie, chunguza haya maandiko, chukua Biblia. Najua wengi wenu mnanitizama kwa kutumia simu janja tunaziita hivi smartphone. Download application yako ya Biblia, soma uone ukweli. Maana Mungu wa kweli Yahwe anayeapa katika nafsi yake alimtuma mwanae ili kila atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na mwanae anapokuja anasema mimi, yani yeye mwenyewe Bwana wetu Yesu Kristo anasema mimi ni njia na kweli na uzima. Yeye ni njia. Katika Kiarabu njia ni dini. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.
Hakuna njia nyingine ya kufikia ukombozi, hakuna njia nyingine yoyote ya kuifikia mbingu isipokuwa kwa kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tafakari maneno haya ndugu yangu Muislamu, nafasi bado unayo. Achana na huyu Allah, utaingia katika upotofu mkubwa. Na hata sasa ukiwa humwamini Bwana wetu Yesu Kristo, tayari uko katika upotofu, kwa sababu huyu Allah anajithibitisha kwa maandiko yake mwenyewe kwamba yeye si Mungu. Asante sana.